usihukumu watu. Kwa kizungu maana mimi si wazungu, usinijaji na pozi basi, usinijaji. Wewe ni nani mpaka unijaji? Sasa nitakueleza mimi nani mpaka nitakueleza, leo utajua. Ikhwatal iman, dini yetu tukufu ya Kiislamu imekusanya mambo mengi sana yaliyo na faida katika maisha yetu na yenye kuonyesha ubora wa dini hii ya Kiislamu. Miongoni mwa mambo hayo ni jambo linalojulikana kwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kupitia hilo la kuamrisha mema na kukatazana mabaya, mujtama unakuwa ni mujtama wenye kuhifadhika na mengi katika mashari yaliyoenea. Vile vile tusanul akhlaq, tabia zinakuwa ni zenye kuchungwa na ni zenye kubakia vile zilivyo, wakati tu watu watakaposimama kuamrishana ambayo ni mema, wakakatazana ambayo ni maovu. Vile vile kuamrishana mema na kukatazana maovu inapatikana kurekebishika na kunyooka popote pale ambapo palikuwa pengine pamekwenda kombo kwa sababu ya munkar fulani. Kukikanywa ule munkar na watu wakipewa mahimizo katika ambayo ni mema, basi ile kombo itaondoka na itakuwa ni yenye kupatikana islahi kubwa kwa yale yaliyoharibika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aonyesha umuhimu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Asema waltakum minkum ummatun, kupatikane miongoni mwenu watu ambao yaduuna ila alkhair, watakaoamrisha, watakaohimiza, watakaolingania ya khairi. Wayamuruna bil ma'rufi, kisha waamrishe mema. Wayanhauna 'anil munkari, wakataze ambayo ni maovu. Wa ulaika humul muflihuna, na wenye hiyo tabia, yani kuamrisha mema wakakataza maovu, Allah asema ndio waliofaulu. Bali ile khairia, yani ubora wa umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulipatikana kwa wao kuamrisha mema na kukataza maovu. Allah asema kuntum khaira umma, nyinyi umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam mumekuwa ni umma bora. Sababu asema Mwenyezi Mungu, ta'muruna bil ma'rufi, muamrisha mema, watanhauna 'anil munkar, na munakataza ambayo ni maovu. Aya mbili tu yatosha, kwa sababu wakati wa khutba ni mchache. Kupatikane miongoni mwetu watakaolingania mema na wakataze maovu. Mumekuwa umma bora kwa sababu ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Tayib, sasa tizama walipo haribu na walipoacha Bani Israila hili ambalo tunatajiwa hapa yaliyowakuta. Mwenyezi Mungu asema lu'ina alladhina kafaru min Bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, wamelaaniwa hao. Ukisoma hizi aya, Mungu kataja sababu ya kulaaniwa, kasema kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Labisa ma kanu yaf'alun, ni jambo baya sana. Yani ukaona munkar
huu munkar uko wazi, kisha ukanyamaza, ukafanya yale mambo yetu. Unajua bwana, kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Wafikiri tuko kanisani hapa? Wewe umeona ni munkar ule wafanywa na watu, unatakiwa kama Muislamu useme jamani, mnavyofanya sivyo, mwafanya makosa, mwafanya jambo la munkar. Hakuna maana, hakuna masala ya misalaba ama haaba. Kila mtu rabi nafsi, si kila mtu atazikwa peke yake. Manake uifanye sasa, manake azungumze ati kihikma, manake ni mtu ana busara, kumbe huku anakhalifu dini, kumbe huku anajitengenezea barabara ya kupata laana ya Mola wake, kama walivyolaaniwa Bani Israili. Kanu la yatanahawna an munkarin faalu, walikuwa ni desturi yao, ni mazoea yao, ni tabia yao. Hata mtu akafanya yapi hawamkani, wamuata tu afanya taka. Na hayo tunao ni hatari, yaliyowakuta yaweza akatukuta pia vile vile, kwa sababu pia kwenye umma huu hususan sisi Waislamu imekuwa la munkar limetegemezwa baadhi ya watu. Lakini twendeni katika khutba na kiusomi na kidalili, hili la munkar ni kila mmoja ama kina fulani peke yake? Walilaaniwa Bani Israili kwa sababu ya kuacha kukataza munkar. Kukataza munkar ni jambo kubwa sana ambalo sheria yetu ya Kiislamu imekuja kuamrisha. Fakullu man sami'a bil munkari au alima bihi au raahu, matatu haya: yoyote atakayesikia munkar ama akajua kuna munkar ama akaona, wajaba alaihi inkaruhu. Wajaba, naeleweni vizuri, wajaba ni lazima, ni wajibu yeye kukanya ule munkar aliouona, amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kuifanyia kazi hadithi ya Mtume aliyosema, man raa minkum munkaran, atakayeona katika nyinyi munkar. Munkar nini? Ibnul Athir katika An-Nihaya asema, kullu ma qabbahahu shar'u wa haramahu wa karihahu fahuwa munkar, kila jambo ambalo sheria imeharamisha, sheria imechukia, sheria imekejeli, sheria imeonya, hicho ndicho kipimo. Nisikilize vizuri sana. Munkar ni chochote kilichoharamishwa na dini, chochote kilichochukiza katika dini, chochote kilichokemewa, chochote kilichokejeliwa, hiyo ndio munkar. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man raa minkum munkara, yoyote katika nyinyi atakayeona munkar, falyughayyirhu biyadihi. Daraja tatu, aanze kuondosha ule munkar kwa mkono wake. Huwezi bilisanihi, uzungumze, sema jamani, mwafanya munkar, mwafanya makosa, mwafanya madhambi, mwafanya ya haramu, zungumza we mbubu. Bilisanihi, kwa ulimi wake. Ikiwa huwezi kabisa, fabiqalbihi, basi chukia. Fanya nini? Chukia. Lakini Waislamu wote wamekimbilia kwenye ya tatu, na hizi zimekuja kwa daraja. Ya kwanza mkono, mbili kuzungumza. Na kuzungumza, kuna mambo waweza usijue ni munkar na mambo waweza usijue kwamba ni munkar. Manake munkar katika sheria zake au masharti yake, kwanza ujue kwamba huu ni munkar, kisha ujue hali ya yule aliyefanya munkar yukoje, kisha uwe na elimu hata kama ni aya moja ya kupinga ule munkar. Tumeelewana jamani? Sasa kuna mingine utayaona hutojua, pengine utanyamaza, lakini sisi Waislamu huona mambo ambayo ni ya munkar wazi, kisha ukatafuta mtu ukampigia simu ama ukaniambia
taka upange khutba, kuna vijana pale, mimi huwa nawaangalia. Waambie. Kwa nini waangalia? Kwa nini waangalia? Waambie wanaoyafanya ni munkar. Tumeelewana? Hivyo takunambia wewe, ukiona watu fanya uliwati, hujui kama uliwati munkar, mpaka unauliza ustadi, uliwati wasemaje hapo? Uliwati uko wazi, uliwati ni munkar. Uraibu uko wazi, ni munkar. Uwizi uko wazi, ni munkar. Munkar uko wazi kabisa, lakini Waislamu hawataki lawama, wataka kusukumizia mashekhe na maduati kwamba semeni nyinyi. Hapana, hakukutajwa hapa kwenye hadithi man raa minkum, aliyeona katika nyinyi, ambaye ni msomi. Haikusema hivyo hadithi. Man raa minkum, katika nyinyi Waislamu ummatu Muhammad, mmoja katika nyinyi, madamu muislamu ukaona munkar, kemea. Usinitafute tena, usinipigie simu, sitakupigiwa simu, kwa sababu sikuambiwa mimi peke yangu nikataze munkar. Tumeelewana Waislamu? Hizi ni dalili zenye kuonyesha uzito na makemeo na mahimizo ya sheria ya Kiislamu kuhusiana na kuamrisha mema na watu kukataza maovu. Lakini tuko kwenye dunia ya 2026. Kumedhihiri katika zama hizi shiar ambayo yuraddiduhu kathirun minan nasi inda nasiha. Watu wengi hupenda kusema huu msemo wakati wanaponasihiwa, ikiwa ndiyo malengo ya khutba na ndiyo message ya Ijumaa ya leo kwa Waislamu wote umuman, lakini hususan jamaa zangu za wa TikTok, wale matiktoka wale. Hii ni yenu hii. Katika zama tulizo nazo kumedhihiri maneno yanayozungumzwa wakati mtu anapopewa nasaha. Wa huwa qauluhum, ni pale mtu anapopewa nasaha akasema, sikiliza bwana, la tahkum ala nnasi, usihukumu watu. Kwa kizungu maana yake nyinyi si wazungu, usinijaji na pause basi, usinijaji. Wewe ni nani mpaka unijaji? Sasa nitakueleza mimi nani mpaka nitakueleza leo, utajua kwa nini. Tumefahamiana? Ni maneno haya yako. Maneno haya yamezoeleka mpaka imekuwa ni sababu ya watu kunyamaza na kutoa nasaha na kuwanyamazisha wanaonasihi, na kulifanya jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo ambalo halina uzito wa aina yoyote. Na haya ni makosa, ni kutokuelewa, kwa sababu halali iko wazi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halali iko wazi na haramu iko wazi. Kisha ndugu yangu, kuna tofauti baina inkarul munkar wal hukmu ala nasi. Kwa uzuri wenyewe kwambia kama mkao wa kula. Hii ni mimbari ya kutoa watu masikio taka, wale wanaojifanya hawaelewi, wataka kujitia hamnazo katika hii dini, waangazie watu, kuwaonyesha watu hawa wenye kusema watu, hawa wenye kukemea hawa wapenda sana kujaji watu. Kuna tofauti, na kama hukusoma sema usomeshe, tuko kwenye kusomeshana. Fihi farqun, pana tofauti baina inkarul munkar wal hukmu ala nnasi. Tofauti ya kukemea munkar na kuwahukumu watu au kujaji watu, mambo mawili tofauti. Kedi madarasa usome, zisomeke kwa uzuri. Kivipi? Asema fa inkarul munkar huwa inkarul fi'li al mukhalifu lishar'i. Wanazoona asema kukemea munkar ni kukemea kitendo kilichokataliwa na sheria. Wa huwa wajibun shar'i, na hilo ni wajibu kwa kila mmoja katika sheria ya Kiislamu. Ni lazima wewe ukemee munkar. Hii ndio maana ya munkar.
kukemea kitendo kilichokataliwa na kilichokatazwa katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni mlango wa watu kunasihiana, na hilo kwa dalili, kwa nususi za kitabu na sunna ambazo ziko wazi kabisa, jambo fulani ni haramu, ni haramu. Idhan falmunkaru yunkaru liannahu munkar la lianna sahibahu fi nnari. Sikiliza vizuri my friend, munkar unakatazwa kwa sababu ni munkar ulioufanya, si kwamba aliyefanya ni mtu wa motoni. Upo hapo? Utaelewa tu. Munkar ukikatazwa, tunakataza kitendo ulichokifanya, hatujakwambia wewe ni mtu wa motoni. Tukikwambia wewe Muhammad, wewe Hussein, wewe Zainabu na Maryam, wewe finari khalidina tena fiha, hapo ninakujaji. Lakini nikikwambia wewe Maryam, wewe watakitwa wazi, hiyo si kujaji, hiyo nimekuambia makosa ulioyafanya. Tuko pamoja tikitokaz? Tayeb. Amma alhukmu ala nnasi, ama kuhukumu watu, huwa taftishun fil qulubi, ni fatishi, kutaka kuingia kwenye nyoyo za watu, ama kutoa hukumu ya mtu kesho siku ya Kiyama. Hiyo ndio kuhukumu watu. Wewe motoni, wewe tena utachomwa miaka 5, na wewe mwingine utafanywa kadhaa. Wewe kwenye kaburi lako kule ndani kutakuwa na nyoka, atakuwa kila siku akikuuma kichwa. Wewe mwingine, wewe utagongwa na nyundo ya kitwa. Huyo amekujaji. Tumefahamiana? Hiyo ndio inaitwa judgment. Lakini kukwambia wewe huvuta bangi makosa, usimjaji bana. Nikwambia uvuta nini? Huvuta shawarma. Nini vipi bana? Mambo mengine tumia akili tu. Lakini haya yote malengo si hayo. Malengo ni kwamba ili kuzimisha al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kwa sababu akisha kusema hivyo, usinijaji, msijaji watu, mwenye kujaji ni Allah, ina maana nyamazeni. Hata mkitona tufanya nini, nyinyi nyamazeni, kwa sababu mkituambia mtakuwa mafanyaji, matujaji. Hapana, kujaji ni kitu kando na munkar ni kitu kando. Twende kwenye Qur'ani. Qur'ani imekuja kutofautisha kitendo na mwenye kufanya kitendo. Tayeb, Mungu asema wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Mungu kahalalisha biashara na ameharamisha riba. Fallahu harrama al-fi'la, kwenye hii aya Mungu kaharamisha kitendo cha kula riba, wa amara biinkari, na akaamrisha watu wakikemee. Lakini tizama, ilipofika masala ni moyo, akatwambia fala tuzakku anfusakum, msitakase nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa, yeye ndiye yajua nani ambaye ni mcha Mungu. Yani usijigambe kwamba wewe ni mwema na ukawaambia wenzako kwamba wao ni muovu, watatiwa moto wa jahannam, watafanywa hivyo. Ikija kwenye masala ya moyo, Mungu anasema usijaji mtu. Ni aya hizi. Tukija kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema inni lam umar an unakiba an qulubi nnasi wala ashqa butunahum, mimi si jukumu langu, sikuamrishwa mimi niangalie yaliyoko kwenye nyoyo za watu. Sina mimi uwezo huo, wala si jukumu langu, wala sijaamrishwa kufanya hivyo. Mimi na hukumu dhahiri. Umefanya jambo ovu kiudhahiri, nimeliona hili ni baya, takwambia ni baya. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akimuona mtu amefanya baya, tamwambia ni baya. Na sahaba akimwona mwingine amefanya baya, tamwambia ni baya. Hata huyo aliyeambiwa akija kishtaki kwa Mtume, fulani ameniambia mimi nimefanya hivi, ni makosa, Mtume atabia naam, ni kweli, ni makosa. Kitendo ulichokifanya ni cha makosa. Moyo wako kwamba wewe ni mwema, ni sahaba, ni kafiri, ni mnafiki, ni mzinifu, ni fasik,
hayo hayatuhusu. Tumefahamiana Waislamu? Tayeb, Mtume kalithibitisha hilo ya kwamba yeye anatizama udhahiri, hatizami nyoyo za watu. Ilipofika kwenye masala ya moyo, alimwambia Usama kwenye vita, Usama mfukuza adui, mfukuza adui, kasema kapiga shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah. Usama unaye tu, akienda akamuua bwana. Akifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimemuua fulani, ati nameona panga ndio hupiga shahada. Akamwambia ukafanyaje? Akamwambia nimemuua. Mtume akamwambia umemuua na amepiga shahada? Yani vipi yani umemuua na mtu ashapiga shahada? Usama akajitetea, ya Rasulullah, amesema hivyo, yani amepiga shahada kwa sababu ya kuogopa panga. Mtume akamwambia ashaqaqta fi qalbihi au ala qalbihi au kama qala. Mtume akamwambia, je, ulipasua moyo wake ukaona kwamba amesema kwa sababu ya kuogopa panga? Umeona, tukija kwenye masala ya moyo hakuna anaingilia. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam pia haingilia na kwambia la, ulijuaje kwamba amesema kwa sababu ya kuogopa panga? Ilikuwa umhukumu kwa udhahiri, amepiga shahada, khalas, amepiga shahada. Hii ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithul qudusi. Bwana mmoja alisema, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, na hapa kwa Mungu, Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani. Sishangae haya yako pia. Vipi kusufu? Yule sikio la kufa. Misemo miviti ya Kiswahili, ule sikio la kufa. Ule uliua hilo sikio wewe. Kwa nini asema miaka 40 na tena yule hakuna cha kutubia hapo? Kwa nini asitubie? Aliokuambia ukifika miaka 40 ama 50 ama 80 ama 100 ndio kwamba mtu hawezi kutubia? Umetoa wapi maneno hayo? Sasa huyu bwana akasema, na hapa kwa Mungu, yule fulani namna tunavyomkataza hasikii, wallahi nakwambia hasamehewi yule, Mungu hamsamehe. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad, man dhal ladhi yataalla alayya, ni nani huyo anayeapa kwa jina langu kwamba mimi eti siwezi kumsamehe fulani? Ni nani mwenye kibali hicho? Man dhal ladhi yataalla alayya, nani huyo? Basi qad ghafartu li fulan, nimemsamehe huyo fulani. Yesu asema siwezi kumsamehe, basi nimemsamehe. Wa ahbattu amalaka, na amali zake nimeziporomosha. Wewe unaijigamba kwamba Mungu hawezi kumsamehe fulani. Hii ni hadithi nyingine inayotuonyesha kwamba masala ya kuhukumu watu kwenye nyoyo zao si kazi yetu. Kazi yetu sisi ni udhahiri. Tukiona udhahiri tunasema kadhaa. Kwa hivyo faman qala, atakayesema atabarruju haramun, tabarruj ni haramu. Tabarruj ni mwanamke amejipamba au hakujipamba, yuko kwenye social media, kichwa wazi, shingo wazi, yuko ndara kwa ufupi, sio? Mtu akisema ni haramu unavyofanya, usiseme usinijaji. Sijui mnaelewa? Mwaelewa, lakini mwajitia hamnazi kabisa. Hakuna kiziwi wala hakuna mtu ambaye haelewi. Waelewa, na hii nukta itatembea, wataelewa tu. Ukiambiwa ukhti, unavyofanya kwenye social media ni makosa, usiniambie usinijaji. Sijakujaji, sikukwambia utaingia motoni, nimekwambia unavyofanya makosa. Tayib, na nikikwambia aklu riba haramun, kula riba ni haramu, usiniambie usinijaji. Nikwambie nini? Wala sadaka, riba sadaka, ama riba nini mpaka useme sikujaji? Hebu sikizeni niwaambie. Neno kujaji ni kwamba uone kitu ukipe hukumu na hakiko wazi. Tumeelewana? Umekiona kitu ukakipa hukumu,
lakini kile kitu hukumu uliokipa hakistahiki kupewa, kwa sababu wewe hujui mbele kutakuwaje. Huwezi kumwambia mwenzako utaingia motoni, wewe si Mungu, si kazi yako hiyo. Usimjaji mtu, aweza akaongoka. Yule unayemuona ni muhuni wa kupindukia, aweza akaongoka, na yule unayemuona ni wali, aweza akamalizikia pabaya. Huu ni ukanda huko. Ninachotaka hapa kuwaelezea ndugu zangu Waislamu ni kwamba tukinasihiana, usiniambie masala ya kujaji. Mimi sija kujaji, mimi nimekutajia makosa ulioyafanya. Allahumma uniambie, ustadhi, wewe umeniambia mimi nisicheze mauno, umenijaji mimi sicheze mauno, hapa usoma ruqya. Niambie, usoma ruqya, kukata mauno ni haramu ama ni halali? Ni haramu. Sasa ukikataza usicheze mauno, ukikataza mwizi, ukiambiwa usiibe, utamwambia hebu na kuibie mwizi kwako. Kutokea siku moja atukue kitu mtu kisha umshike, ukimshika tupigie simu tuulize fatwa, shekhe, nimemshika mwizi hapa ameiba iPhone yangu kabisa. Takwambia usimjaji, mwatende nayo. Usimjaji. Mbona wamjaji? Na wewe umetuambia kwenye TikTok msijaji watu, muata ende nayo. Kivipi? Mwambie sadaka. Wewe wajuaje pengine ametukua yuenda kutoa sadaka? Usimjaji. Tumeelewana? Tusiendeni hivyo. Masala ya munkar ni munkar, na masala ya kumjaji mtu ni kitu kando. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabainisha kitendo na kabainisha mtendaji na akawapa hukumu zote ambazo ni tofauti. Sheikh Saleh asema wa hadha aqidatu ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio aqida ya ahli sunna wal jamaa, ya kwamba hawampi mtu hukumu imma moto au pepo, hawaingilii mambo hayo. Lakini asema yarjuna lilmuhsinina wa yakhafuna ala almusiina, wanawatarajia mema wenye kufanya mema na wanawaogopea wenye kufanya maovu. Ukiambiwa unayoyafanya ndugu yangu ni hatari, kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu watu wenye kufanya hayo mambo ameeleza kwamba wataingia motoni. Sija kujaji pia bado, nimekueleza mwisho wa hayo unayoyafanya. Tayib. Kwa hivyo mizani iwe ni hiyo, ndugu zangu katika imani. Lazima tutafautishe baina man yaqulu, anayesema hadha alfi'lu haramun, hichi kitendo ni cha haramu, na mwenye kusema hadha shakhsu fi nnari, huyu mtu yuko motoni. Hizi ni kauli mbili tofauti. Nikikwambia unayoyafanya ni makosa na nikikwambia wewe fulani utaingia motoni, ni sentence mbili tofauti. Ya kwanza tumeruhusiwa, unayoyafanya ni makosa, kila mmoja atasema. Huwezi wewe kufanya maasi kisha useme watu wasiseme. Ya pili ndio si kazi yetu kukwambia wewe motoni, waonekana hutotubia tena, waonekana wewe utakufa kifo kibaya. Hiyo ndio kumjaji mtu. Kwa hivyo lazima tujue masala kama haya, na ikiwa hii kauli ya kusema usinijaji lazima uiweke pahali pake inapotakiwa. Atakaye kuambia wewe ni wa motoni, mwambie usinijaji, mwambie usinijaji, wala usinihukumie. Tumefahamiana? Nia yako ajuao ni Mungu, mwisho wako utamalizika vipi ajuaye ni Mungu. Hakuna kibali cha yoyote mwenye kumhukumia mtu pepo au moto na watu bado wako duniani, kwa sababu kuna dalili chungu mzima. Walioanza vibaya, walioua watu 99 kisha wakatimiza na 100, na mwisho wakamalizikia vipi? Wakamalizikia peponi. Yule aliyeulizwa alikuwa ni jahil, na yule ndo alimjaji huyo. Akamwambia, shekhe, na swali, mimi nimeua watu 99, mtatubia, naweza kusamehewa? Amwambia, wewe ndio khalas. Sasa hiyo ndio judgment. Huwezi kumwambia mtu ati kwamba wewe ndio basi, wewe hayo ndio yafanya, ni ungoje siku yako ya kufa uende jahannam. La, tusipelekane hivyo.
Lakini pia tusikatae la munkar tunapokatazwa, usikatae, kubali unaoyafanya makosa. Wadalu ala alkhairi kafailihi, na hii dini imekuja kunasihiana, ad-dinu nasiha. Bali wema walikuwa wakifurahi. Umar asema rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, walikuwa wakifurahi wanapoambiwa makosa yao, fanya hivi si sawa, hivi si sawa, na ni watu wema waliobashiriwa pepo. Na nushi hizi zinatofautiana. Pengine mtu atasema kwani sasa sio nifuate private hivi na hivi? Kila kitu kina misingi ya kidini. Ikija nimekuona watumia uraibu na si tabia yako, kakuona peke yako umejifungia, sio siji kupanda mimbar kwamba jamani leo nina faili ya fulani. Maana siku hizi mafaili mingi, mwamjua fulani basi huyu ni kadhaa, sifanyi hivyo takufuata. Afwan shahid bana, jana nilipita pahali fulani, mimi sikujua kumbe wewe pia bana ni mtu wa kutumia kitu fulani, si kitu kizuri shekhi, mimi nakunasihi wacha. Lakini ukitoka kwenye mitandao ukacheza chakacha, sio hata panda mimbar utasema fulani amecheza chakacha, msimsikize na msiangalie chakacha. Tumefahamiana vizuri? Fulani amejitokeza ahimiza watu watawasama sama taido rukama sama rukeni masama, umewahimiza watu wende sama, tasema fulani amefanya makosa, ameanzisha chama cha ibilisi cha kuambia watu waende sama. Tumefahamiana? Mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu una ratiba zake, tusikoroge mambo. Umefanya kwa siri, billahi alayhi, hatukusomeshwa hivyo na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Mtume alivyotusomesha, alipita kama bwana mmoja yuaoga nje uchi kabisa, akapita akaja akapanda mimbar akasema, na jamaa mwenyewe yuko pale, na alhamdulillah akamuhamikisha, akasema jamani, wale watu wengine wanafanya kitu fulani ambacho si cha sawa, kwa nini wasijistiri wakafanya kadhaa? Khalas, message imefika. Hakuna aliyejua kwamba fulani amefanya ndiye aliyofanya hicho kitu. Nakumbuka na makala ya Ibn Uthaymeen aliyoyatoa mwanafunzi wake, akieleza ya kwamba mwanafunzi mmoja alikosa swala ya alfajiri, amechelewa. Basi Sheikh alipomkosa, manake ndiye mwenye kukimu, akamuuliza rafiki yake wanaolala naye rumu moja, fulani yuko wapi? Akamwambia yuko ndani hajatoka. Sheikh akamwambia kamuite. Watu wakaendelea kusali. Swala imekwisha, Sheikh akasema anataka kuweka kiongozi ambaye atasimamia hapa kuanzia leo, majukumu yote ni yake. Fulani bin fulani njoo hapa, mmeona huyu ndo atakuwa kiongozi wenu. Fulani na yeye ndo aliokosa ile swala, wewe ndo utakuwa kiongozi, utafanya kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, na mumsikize. Usawa sawa. Wanafunzi wakamfuata yule mwanafunzi aliyeulizwa, Sheikh pale ankuita akakwambia nini? Asema ameniambia tu leo nimfuate kwa. Akatoa story fulani, khalas, mambo yakaisha. Ndivyo dini ilivyotufundisha, usichimbue ya watu, usiende kufukua usiende kutaka kudadisi fulani waketi vipi na yuwafanya nini na nini, na nasikia saa 10 yuenda pale, hebu twendeni tukaone afanya nini. Hayo si katika dini yetu, japo ndio leo enea. Dini yetu ni ukifanya uwazi, hatuwezi kunyamaza, utatusamehe, kwa sababu sasa itakuwa ntabu. Wenye kufanya siri tuwasitiri, na wenye kufanya dhahiri pia tuwasitiri. Basi hakuna kuamrishana mema wala mabaya, wala kukatazana mabaya, ni kila mmoja afanya atakavyo. La, si dini yetu hiyo. Hatari ndugu zangu. Bilal ibn Said asema innal ma'siya idha ukhfiyat, madhambi yakifichwa, na tulizungumza hapa, lakini watu watakatu mizozo na kuikataa haki. Tofauti ndugu zangu, mwenye kufanya madhambi kwa siri na anayefanya madhambi wazi, au watu wawili tofauti. Na tukisema hivyo ni kwamba
hakuna aliyesalimika na madhambi, wala hatusemi watu wafanye sasa kwa siri, la, twasema pale unapoteleza, teleza ni baina yako wewe na Mola wako. Lakini sasa tabu, sisi tunataka tukosee kisha tuwaonyeshe na watu kwamba sisi twakosea, kisha wakitoka wenye kukemea wenye kukosea, iwe masahaba waliokemea iwe ni waovu. Si haki kufanya hivyo, billahi alaikum, si haki. Lazima tuambianeni ukweli, na sisi tuishi kwenye jamii yetu, na masimu ni haya. Watoto hawa wa siku hizi, mara mtoto ameshika simu amuona kijana wa Kiislamu kata mauno, au binti ya Kiislamu kata mauno, ama mume na mume wafanya mapenzi. Yani ni upuzi na maasi moja na munkarat zilizoenea. Tutawaambia mpaka kiyama kitakaposimama, mpaka tutakapofukiwa, tutasema munayoyafanya ni munkar, ni makosa, muyawache, na kila mmoja atubie kwa yake, na kila mmoja ana yake, na tusighurike kwa kuambiwa Mwenyezi Mungu ni Ghafurur Rahim, na tujue kwamba Mwenyezi Mungu ni Shadidul Iqab, na tufahamu ya kwamba hiyo Ghafurur Rahim ina masharti. Wa inni la ghaffarun liman taba, mimi ni mwenye kusamehe kwa atakaye tubia. Tusifanye maasi tukawa tuendelea nayo, kisha ukiambiwa ukasema Mwenyezi Mungu atatustiri, alafu wajua Mwenyezi Mungu ni Rahimu. Wajua ukisoma hata wale waliofanya makubwa, ndio hiyo watu wana fikra hizo ya kwamba aliua watu 99 jamaa mmoja, basi kisha malaika wakazozana, mwisho akaangukia kwenye pepo. Awe na mbili, mimi mmefikia kuwa watu 99. Sasa hii hadithi yamfanya awe na ghururi maskini. Abubakar Siddiq asema inna Allaha yaghfiru al-kaba'ira fala tayasu, Mungu husamehe madhambi makubwa, msikate tamaa. Wa yu'adhibu ala as-saghairi fala taghtarru, huadhibu kwa madhambi madogo pia, mtu usighurike. Mungu alimpa nafasi akafika mpaka hiyo miaka, mpaka akatubia. Una guarantee gani wewe utafika hiyo miaka? Ndio sasa malaika wakutana. Malaika watakutana kwetu sisi? Tuateni msitusemeshe. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.